jina la Yesu. Tunapoenda kujifunza, tunaendelea na somo yetu ya jana ambayo tulianza last week na tunaendelea nayo, ambayo inaongea kuhusu kuongezeka ni vita katika jina la Yesu. Increase of the church, na kuongezeka kwa chochote tunachokifanya ni vita. Kwa hivyo ambatana pamoja nasi, ukaweze kutuambia unatazama ukiwa wapi, uweze share video hiyo kwa ukaweze kukua baraka kwa wengine katika jina la Yesu. Andamana pamoja nasi kwa ajili ya kubarikiwa kwako katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu kwa sababu yako kuweza kupatikana asubuhi ya leo. Tukaweze endelea na pale ambapo tuliacha jana katika jina la Yesu. Kumbuka jana tulisoma chapter 1 of Exodus chapter 1 verse 1 tukafika verse 15, mahali ambapo Farao anazungumza na wale wazalishaji. Na tulijifunza Farao alisema mstari wa 10 kwamba angalia jinsi wana wa Israeli wamekuwa wengi kuliko sisi, tena wana nguvu zaidi yetu. Haya basi, na tuwatende kwa akili, wasije wakaongezeka, tena wasije wakashikamana na adui zetu na kutupiga na kutoka katika nchi hii, katika jina la Yesu. Akaanza kuwaekea wasimamizi wawatesi kwa mizigo yao, wamjengee Farao miji ya kuwekea akiba. Wakawahusisha Israeli katika kazi ya mashamba, kazi ya chokaa, kazi ya kufyatua matofali, ili kuzuilia ongezeko. Kuna vitu vingi na mambo mengi na shughuli nyingi sana ambazo shetani anahusisha nao watu, ili makusudi wasiweze kuongezeka katika vitu wanavyovifanya na wasiweze kuja kanisani. Kumbuka msingi wa somo letu ni the Great Commission. Yesu akaambia wanafunzi wake katika Marko 16 natumai 14 kuteremka mpaka 17, kwamba enendeni katika ulimwenguni kote mkaweze kutangaza injili kwa kila kiumbe katika jina la Yesu. Kuna wengi hapo nje ambao bado hawajampokea Kristo. Si eti kwamba hawamjui, wanamjua, lakini hawajamkubali, hawajampokea. Na kwa hivyo ni mandate yetu kama kanisa la Kristo tuweze kuwafikia wenye dhambi kwa habari njema za Kristo. Pia ni ya maana tuwafikie wale ambao wamevunjika moyo, kwa ajili ya kuwaganga moyo, kuwarejesha kwa sehemu zao katika Kristo, katika jina la Yesu. Nataka tuendelee na kitabu hicho cha Exodus, tukaweze jifunza na roho hii ya Farao ambayo inainuka kinyume na ongezeko la watu wa Mungu, inapigana zaidi na wao wasiweze kumwabudu Bwana. Kumbuka bado Musa hajatumwa. Musa bado Mungu hajamtuma, hapana. Mungu hajatuma Musa bado. The verse tulisoma jana Exodus chapter 1 verse 7 to 15. Bado Mungu hajamtuma Musa. Farao tu ameinuka kupigana na wao wasiongezeke na wasiendelee katika jina la Yesu. Exodus chapter 3 verse 1. Exodus chapter 3 verse 1. Ndiko sema nao basi huyo Musa alikuwa kichunga kundi la Yethro mkwewe kuhani wa Midiani, akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Sasa hapa Mungu anamrecruit Moses aweze kumtuma kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa. Mungu alimwambia Ibrahimu ya kwamba uzao wako utachukuliwa mateka katika nchi ya utumwa. Watawatumikia wale watu kwa miaka 400, na baadaye mimi Mungu nitakumbuka agano hili na kuwakomboa katika jina la Yesu. Sasa Mungu anaingia into a contract with Moses na kuweza kukomboa wana wa Israeli katika jina la Yesu. Exodus chapter 3 tusome verse 7 and 8. Verse 7 and 8. Bible inasema, and the Lord said unto Moses, I have surely seen the afflictions of my people which are in Egypt, and have heard their cry before the reason of their taskmasters, for I know their sorrows. Yani Bwana Mungu akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri,
nami nimeyasikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nimekuja kukwambia mpendo, yale unayoyapitia usivunjike moyo, kwa kuwa Mungu anayajua. Huenda anaweza kuwa amekawia, lakini hata kawia tena. Habakuki akaambiwa the vision is yet for an appointed time. Jonzi hili ni la siku timilifu ambalo tunanigojea, lakini alitasema uongo, because at the end it shall speak. Katika jina la Yesu kamwambia kwamba ninajua, nimesikia kilio chao na ninajua mateso yao kwa ajili ya wasimamizi wao. Nimekuja kutangaza wale ambao wanakuaflict, wale ambao wanakusukuma uanguke, nimekuja kukwambia Bwana anayajua katika jina la Yesu. And at the end he shall stand, katika jina la Yesu. Atasimama kimbilio ambaye yeye yuko, atasimama jemedari wa vita ambaye ni yeye, na kukupigania vita katika jina la Yesu. Maandiko sema kamwambia Musa, nimesikia kilio chao. Na kuambia mpendo asubuhi leo, maombi ambayo umekuwa ukiomba mbele za Bwana pengine hayajatimia bado, lakini yeye anasikia katika jina la Yesu. Hali ambazo unazozipitia asubuhi leo, nimekuja kukuambia anaziona, na kwa wakati timilifu. Isaia 60:22, kwa wakati timilifu mimi Bwana nitaifanya itokee. Ninatangaza katika jina la Yesu, kwa wakati wa Bwana atakukutana na wewe, atakutana na wewe katika jina la Yesu, na kukutumizia mapenzi yako vile amekusudia. Ninatangaza kwa wakati wa Bwana, imeandikwa kwamba kila jambo, kila kusudi chini ya mbingu ina wakati wake. Nimekuja kutangaza kwa jina la Yesu, kwa wakati wa Bwana kutane na wewe kwa wakati wake asubuhi leo. Nimekuja kutangaza akutane na wewe katika jina la Yesu. Ninalaani kila kitu ambacho kimedumu kwa kipindi kirefu. Kumbukumbu la Torati 1:6, nikasema ndipo Bwana Mungu akanena nasi akasema, mlivyokaa Horebu vyatosha. Mmekaa kwa kipindi kirefu, ninainuka kinyume ya kila hali za kudumu zaidi ya kawaida katika jina la Yesu Kristo. Every prolonged family battles, inatangaza vita ambavyo vimedumu kwa kipindi kirefu, shida ambazo zimekita mizizi, hali ya magonjwa ambayo imeendelea zaidi ya kawaida, inatangaza asubuhi ya leo katika jina la Yesu, haitaenda zaidi ya kawaida, haitaenda zaidi ya muda ambayo Bwana alikusudia. Rakatalababoria, simama kwa mgeuko kwa dakika moja uweze kutangaza kwa jina la Yesu. Maandiko sema Mungu akamwambia Ibrahimu, kizazi chako watachukuliwa mateka, uzao wako watachukuliwa mateka, na wataenda kwa nchi ya ugenini, watawatumikia hao watu kwa miaka 400. Natangaza kwa jina la Yesu, miaka 400 ilipofika, Bwana Mungu akakumbuka agano, akamtumia Musa, akamwambia mimi Mungu, tazama hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nasi nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana najua maumivu yao. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana, agano niwapo wazazi wetu katika jina la Yesu. Kuna zile maagano ambazo wazazi wetu walifanya na Mungu katika jina la Yesu. Pengine Mungu akawaambia, kuna siku nitainuka, kuna siku nitabadilisha hali. Natangaza Bwana akumbuke maagano hayo. Bwana akumbuke maono iliyoombwa na waliotutangulia, ambao waliombea vizazi vyetu, wakasema Bwana, mpaka lini shida hii itadumu? Mpaka lini Bwana vita hivi vitaendelea? Mpaka lini? Ratekapalazekaparia liparosketuria balazaya shantula kapaya zevradila katula bazikata. Inatangaza asubuhi leo, chochote ambacho kimeenda zaidi ya kawaida inaisimamisha shida za siku ndefu. Inatangaza every family patterns ambazo zimekita mizizi, zinaendelea generation to generation. Inatangaza sisi ni kizazi teule. Rapeso katala riparua zevedi katalaba riprozande kaparia. Haitaendelea zaidi hapa, haitaendelea zaidi hapa. Iliwakuta mababu, ikawakuta baba,
unatangaza imefika kwetu, tunaisimamisha maisha ya magonjwa, maisha ya mateso, maisha ya shida, changamoto na maisha magumu. Inatangaza maisha ya ukosefu, vita vya kudumu kipindi kirefu, ukosefu wa amani. Riaresha laba riprozeka talia baboria, inaisimamisha. Unatangaza Bwana, kumbuka maombi yote ambayo tumeona, tukililia familia zetu, tukililia jamii zetu, tukililia wapendwa wetu, tukililia taifa letu Baba, tukililia vizazi vyetu. Bwana kumbuka, wewe ni Mungu unayekumbuka, wewe ni Mungu unayekumbuka. Tunamtumikia Mungu anayekumbuka, anakumbuka agano la wanadamu, anakumbuka maagano ambayo amefanya, anakumbuka maombi ambayo ameomba, anakumbuka yeye kazi ambayo wanadamu wamefanya. Hezekia akamwambia Bwana, kumbuka nilikutumikia, kumbuka nilikutumikia Bwana, kumbuka jinsi nilienenda mbele zako, kwa njia zako ulivyoniongoza, nikawa mtiifu na mvumilivu. Bwana, wewe ni Mungu unayekumbuka, wewe si kama Mungu wa wanadamu. Imeandikwa, ana macho lakini haoni, ana vinywa lakini havineni, ni ubatili hauna pumzi ndani mwao, ni vinyago na michongo ya wanadamu. Wewe ni Mungu unayekumbuka. Maandiko sema, nimekumbuka, hakika nimeyaona mateso watu wangu waliokamishwa. Bwana, unayajua hali tunazopitia, wewe ni Mungu unayajua hali tunazozipitia. Wanadamu wengine wanavunja wengine moyo, wanawanena wengine vibao kwa mabaya, lakini wewe ni Mungu unayeona katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu unayesikia, masikio yako hayaziba. Rakatala baboria, pokea sifa Mungu wetu, kwa maana kuna aliye kama wewe. Wewe ni Mungu wa kipekee, wewe ni Mungu wa kipekee katika jina la Yesu. Siku na pamoja mlilio Bwana mikono mwambie Bwana, ninakutukuza maana hakuna kama wewe. Haufananishi na miungu ya wanadamu, haufananishi na yoyote Baba, haufananishi mfalme wa ajabu. Reba lazaya ndela kozi ya bandida baburia raresha talabazikata. Baba tunakutukuza, Baba tunakutukuza mfalme, tunakutukuza mtakatifu, tunakutukuza Bwana, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, sema amina. Mstari wa 8 akasema, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijao maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani, Mhiti, Mwamori, Perezi, Mhivi, Myebuzi. Hapo mwanzo nasema nami nimeshuka ili niwaokoe na mkono wa Wamisri. Nataka ukaweze simama kwa miguu yako kwa dakika moja, usichoke. Simama kwa miguu yako tukaweze omba aya hii ya kwanza, nami nimeshuka niwaokoe na mkono wa Wamisri. Nyosha mkono wako juu, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo moyoni mwangu nimeliamini neno lako, na kwa kinywa changu ninasimama kukiri na kutangaza neno lako. Ukamwambia Musa na kwamba hakika nimesikia kilio cha wana wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua mateso yao, katika jina la Yesu. Ukasema ya kwamba Bwana umeshuka ili uwaokoe na mkono wa Wamisri. Asubuhi ya leo kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, kila mikono ya maadui ya kunyosha kinyume nami, ya kunyosha kinyume na afya yangu, kinyume na biashara, kinyume na kazi, kinyume na fedha zangu, kinyume na huduma yetu, kinyume na familia zetu, inasimama na kutangaza, Bwana niokoe na mikono yao, niokoe na mikono ya watesi wangu, niokoe na mikono ya watesi wangu. Fungua kinywa chako kwa dakika moja, mwambie Bwana niokoe na mikono yote, na mikono ya Farao ya kunyosha kinyume nami, mikono ya Wamisri ya kunyosha kinyume na wapendwa wetu, mikono ya Farao ya kunyosha kinyume na huduma yetu, ili tusiweze ongezeka. Bwana tukomboe kutokana nayo. Maandiko sema nami nimeshuka niwakomboe na mikono ya Wamisri, nimeshuka niwaokoe na mikono ya Wamisri. Bwana tuokoe na mikono yote,
shida, mikono ya changamoto, mikono ya magonjwa, mikono ya madeni, mikono ya mikoso, mikono ya ajali, mikono ya vifo, mikono ya kusemangwa, mikono ya maisha magumu, mikono ya usumbufu, mikono ya ukosefu wa amani, mikono yote ya kudharauliwa. Bwana tukomboe na mikono yote, tukomboe na mikono yote, mikono ya kunyosha kinyume na vizazi vyetu, mikono ya kunyosha kinyume na familia zetu, mikono ya kunyosha kinyume na wapendwa wetu, mikono ya kunyosha kinyume na kanisa la Kristo, mikono ya Herode panapo majira yale yale. Herode mfalme wa Yudea kanyosha mkono wake juu ya kanisa kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa, akamshika Yakobo akamoa. Kumbe kuna mikono ya kuua, kumbe kuna mikono ya kushikilia vitu vyetu, kuna mikono ya kuzuilia our breakthrough, kuna mikono ya kusimamisha kazi tunayoifanya, kuna mikono ya kuharibu, kuna mikono ya kupiga, kuna mikono ya kuumiza, kuna mikono ya kuondoa vitu vyetu, kuna mikono ya mahangaiko, kuna mikono ya mateso. Usifungue kinywa chako, mwambie Bwana niokoe na mikono ya wanadamu, nikomboe na mikono ya Bwana, nikomboe na mikono ya mikono yote iliyotoa sacrifice katika madhabahu ya giza kwa ajili ya kuniharibu. Nikomboe na mikono yote Baba, nikomboe na mikono miovu, nikomboe na mikono miovu, nikomboe na mikono miovu. Rakata la basaya, libra kata la baboria, likata la bazikata, zeketelia baboria, riproze kata la babo, dela kata la basaya, dela kata la basaya, dela kata la basaya, leba riba roze katala, riproze riabalo sande kapala. Fungua kinywa chako usinyamaze, fungua kinywa chako usinyamaze, fungua kinywa chako usinyamaze, fungua kinywa chako usinyamaze. Mwambie Bwana nikomboe, mwambie Bwana nikomboe na mikono yote, mikono ya kusababisha vita katika familia, vita vya shamba, vita vimedumu kipindi kirefu. Nikomboe na mikono hayo Bwana, mikono ya hasara, mikono ya madeni, mikono ya kuleta mikosi, mikono ya uharibifu. Nikasema walinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akaniokoa. Mikono ya kutusukuma, mikono ya kutusukuma tuanguke, Bwana tukomboe kutokana nayo, kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Sema amina. Keti chini tukaweze soma chapter 5 verse 9, Exodus chapter 5 verse 9. Sijui kama tutaweza kumaliza, maana naona muda unasonga na sijafika mahali nataka. Exodus chapter 5 verse 9. Exodus chapter 5 verse not verse 9, tuweze kusoma tuanze chapter 5 verse 1 tukiteremka mpaka 9. Hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao, wakasema, Bwana Mungu wa Israeli. Kumbuka hapo ya kwanza jana tulisoma chapter 1 verse 1 to 16, chapter 1 verse 7 to 16 samani, ambao bado Musa hajatumwa. Farao ameona tu wameongezeka na wana nguvu, akaweka mikakati kuhakikisha wasiongezeke, wasikuwe na uzazi sana na wasikuwe na nguvu. Alafu chapter 3 verse 7 verse 1, chapter 3 verse 1, Mungu anamrecruit Musa kwa mpango wa kuokoa wana wa Israeli. Chapter 3 verse 7 and 8 anasema, nimesikia, nimeona na nimeshuka. Chapter 5 verse 1, Bible inasema Mungu anatuma Musa na Haruni kwa Farao. Ndiko sema hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao wakisema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende ili wanifanyie sikukuu jangwani, yaani waende wanitumikie. So hizo za kwanza zimepita, ni mikakati ya Farao ya kuzuilia ongezeko, kuzuilia usiongezeke nguvu na usikuwe na uzazi sana. Lakini mikakati ambayo tunaanza chapter 5 na kuendelea ni mikakati ya kuhakikisha wasimtumikie Mungu. Maana Farao, Musa na Aaron wamekuja na agenda tofauti. Wamesema tunataka utupatie ruhusa twende tumtumikie Bwana, tumfanyie sikukuu jangwani. Na maandiko yasema Farao akasema, Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake na kuwapa Israeli ruhusa waende zao? Mimi sijui Bwana
wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao. Mstari wa 3, wakasema Mungu wa Waebrania amekutana nasi, twakuomba tupe ruhusa twende safari ya siku 3 jangwani, tumtolee dhabihu Bwana Mungu wetu, asije akatupiga kwa tauni au kwa upanga. Verse 4, mfalme wa Misri akawaambia, enyi Musa na Haruni, mbona mnawaachisha watu kazi zao? Enendeni zenu kwa mizigo yenu. Kisha Farao akasema, tazama watu wa nchi sasa ni wengi, nanyi mnawapumzisha wasichukue mizigo yao. Hebu sikia vile anasema hapo, wewe Musa na Aaron, nyinyi mmekuja kupumzisha watu ili wasichukue mizigo yao. Sijui kama unapata kitu hapo. Acha tusome na English tuone kama italeta. Verse 5, and Pharaoh said, behold, the people of the land are now many, and he make them rest from their burden. Yani nyinyi mnataka kuwapatia pumziko kutokana na mizigo ambao wamebeba. You want them to rest from their burden. Tuchukue your phrase, you want them to rest from their burden. Mnataka kuwapumzisha kutokana na mizigo yao. Isaiah chapter 10 verse 27. Isaiah chapter 10 verse 27. Kumbuka neno ambalo tumetoka nayo Exodus chapter 5 ni kwamba nyinyi mnataka kuwapumzisha kutokana na mizigo yao. Isaiah chapter 10 verse 27, Bible inasema, tena itakuwa katika siku hiyo ambao mzigo wake utaondolewa begani mwako na nira yake shingoni mwako, nayo hiyo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Inamaanisha kuna watu ambao Mungu amewapatia our deliverance. Nashukuru Mungu kwa sababu ya Jumapili Mungu alimuongoza mtumishi wake tuweze kuombana msamaha na kusameheana moja na mwingine. Kuna zile burdens ambazo tulikuwa tumebebeshwa, Mungu akamtumia yeye kuturelieve, kutupatia rest. Maana kuna mizigo mingi ambao watu wanabebeshwa na ufalme wa giza, mizigo ya dhambi, mizigo ya magonjwa, mizigo mingi sana watu wanabebeshwa. Na maandiko sema, Farao akasema, wewe Musa na Haruni, mbona mnataka kuwapumzisha watu kutokana na mizigo yao? Simama kwa miguu yako tukaweze omba ombi mbili. Ombi la kwanza, nataka tumwambie Bwana, mwanadamu yeyote ambao umetuma aje atumike kuondoa mzigo huu ambao nimebebeshwa, anipatie freedom. Ninatangaza, ninamdai, maana there are destiny helpers ambao Mungu ameweka our deliverance kwao. Usichukulie wanadamu wote ni kawaida. Kuna wale ambao Mungu ameweka your deliverance kwa mikono yao, ukombozi wako kwa mikono yao. Nataka tuambie Bwana, tunawafungua katika jina la Yesu. Nyosha mkono wako, sema, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, maandiko yasema, Farao akamwambia Musa na Haruni, mbona mnataka kuwapumzisha watu kutokana na mizigo yao? Asubuhi ya leo nimetambua Bwana, kuna wanadamu ambao umewapa kazi waje wanipumzishe kutokana na mizigo ambazo nimebebeshwa. Na asubuhi ya leo ninainuka na kuwadai, ninawafungua mahali wako. Kwa dakika moja fungua kinywa chako, anza kutangaza. Ninawafungua hao wanadamu ambao Bwana amewapatia kazi ya kukuja kunipumzisha kikazi, kibiashara, kimaisha, kindoa, kiafya, kifamilia, kifedha, kihuduma, katika jina la Yesu. Wanadamu wote ambao wamepatiwa mizigo ya kukuja kunipumzisha mie, natangaza, ninawafungua wahisani wema, destiny helpers wa maisha yangu, destiny helpers wa familia yangu, destiny helpers wa huduma yangu. Ninawafungua kwa jina la Yesu, maana umewapatia mandate ya kukuja kunipumzisha. Imeandikwa ya kwamba, and it shall come to pass in that day that his burden shall be taken off from thy shoulders. Inatangaza kila mizigo ambayo nimebebeshwa mabegani mwangu, inaiondoa kwa jina la Yesu. Weka mkono wako, sema, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Inatangaza kila mizigo ya kubebesha kwa mizigo yangu, kwa mabega yangu, ya kubebesha kwenye kichwa, ya kubebesha kwenye migongo, ya kubebesha kwenye mikono. Inatangaza, ninaweka chini, natangaza iondolewe
Imeandikwa ya kwamba tena itakuwa katika siku hiyo ambao mzigo wake utaondolewa begani mwako. Inatangaza iondolewe, inatangaza iondolewe, mizigo ya dhambi iondolewe, mizigo ya magonjwa iondolewe, mizigo ya kudharauliwa iondolewe, mizigo ya kusemangwa iondolewe, mizigo ya ukosefu iondolewe, mizigo ya maisha magumu iondolewe, mizigo ya mateso iondolewe. Inatangaza mizigo ya kuhangaika iondolewe, mizigo ya madeni iondolewe, kila mizigo katika bega yangu, katika ulimwengu wa kiroho, natangaza iondolewe, inaamrisha iondolewe, inaamrisha iondolewe, inaamrisha iondolewe, kwenye kichwa iondolewe, kwenye mabega iondolewe, kwenye migongo iondolewe, kwenye mikono iondolewe. Inatangaza uhuru wangu asubuhi leo katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, sema amina. Verse where are we? Verse 5. And Pharaoh said, behold, the people of the land are now many, and make them rest from their burdens. Verse 6. Na siku ile Farao akaamuru wasimamizi wa watu na wanyapara wao akisema, msiwape tena majani ya kufanyia matofali kama mlivyofanya tangu hapo zamani. Na waendelee kufyatua majani yenyewe. Yaani Farao ana matofali lazima ipigwe, na kuna vitu vingi ambavyo vinatumika, kuna ingredients ambazo zinatumika. Mfano tuweke mfano ya hao wabeba wenye wako na hizi mikokoteni. Unapata kama ni mahindi ya 90 kg wanaweka kwa hiyo mkokoteni yao, alafu wanasukuma, inawapatia kazi rahisi na inawapatia speed. Lakini Farao akasema hizo mikokoteni zote msiwapatie, ziondoweni, wacha wabebe hizo mahindi bila mkokoteni, na wafiatue yale matofali, idadi sipungue. So imagine ameondoka kama tuseme mtu alikuwa anashukisha ama anapeleka mahindi from this store to another store, mahindi tuseme gunia 20, na anatumia ile troli, ataenda haraka na atafanya kwa wakati. Lakini sasa ameondoa mikokoteni na anataka hiyo mahindi itolewe ipelekwe kwingine na ile saa bado, na ameondoa kitu cha kumwezesha kuwe na speed. So anasema verse 8, verse 7, msiwape watu hao majani ya kufanyia matofali kama mlivyofanya tangu hapo, na waendelee na waende wakatafute majani wenyewe, lakini hesabu ya matofali waliokuwa wakifanya tokea hapo wawekeni hiyo, msipunguze hata kidogo, kwa maana ni wavivu hao. Kwa hiyo wanapiga kelele wakisema, tupe ruhusa twende kumtolea Mungu wetu dhabihu. Yani anawaweka busy wasiweze kusikia kutoka kwa Mungu. Hivyo ndio shetani anatuweka. Imagine shetani atakuweka ukuwe busy the whole day, usiweze kusikiza Mungu. Mungu ananena in diverse forms. Anaweza chagua kuongea na wewe mchana ama usiku kwa wakati wake, na shetani anaweza kuweka busy usumbuke siku mzima, umiss the voice of God. So hapa anawaweka busy makusudi wasiweze kusikia kile ambacho Musa na Haruni wanasema. Nyosha mkono wako juu, sema, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Roho ya Farao, nimekutambua wiki hii, kuanzia leo na kuendelea kwa maisha yangu, ninakukemea kwa anga ya maisha yangu, ninakufukuza, ninatangaza kwa jina la Yesu, kila business ambayo umeniweka niweze kukua busy ili nisiweze kusikiza kutoka kwa Bwana. Ninatangaza asubuhi leo kwa jina la Yesu, hiyo biashara nakataa, biashara ya kuniweka nisumbuke, nisiweze kusikiza kutoka kwa Mungu. Natangaza biashara ninakataa, ninatangaza kusikia kutoka kwa Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina. Wacha tuweze maana saa imeenda, niweze kurukaruka. Exodus chapter 8 verse 28. Exodus 8:28. Roho ya Farao, the book of Exodus is so interesting. Mimi nimeipenda maana from chapter 1 to chapter 14 wakivuka bahari ya Shamu na Farao akiwafuatia. Ni interesting. Pata muda ukaweze kuisoma Exodus chapter 8 verse 28. So Farao amesema watu wafanyishwe kazi, wasipatiwe kitu cha kufiatulia nao matofali, wafiatue na idadi zipungue ili wasiweze kusikia kutoka kwa Mungu, wakuwe busy. Exodus chapter 8 verse 28, maandiko inasema,
Verse 25, Farao akawaita Musa na Haruni akamwambia, nendeni mkamtolee Bwana Mungu wenu dhabihu ndani ya nchi hii. Musa akasema, haitupasi kufanya vivyo, kwa kuwa mtachinja sadaka Bwana Mungu wetu, na hayo yatakuwa chukizo ya Wamisri. Je, tutachinja sadaka ya chukizo ya Wamisri mbele ya macho yao, wasitupige kwa mawe? 27, la, tutakwenda safari siku 3 jangwani, tumchinjie dhabihu Bwana Mungu wetu kama alivyotuagiza. So Farao anajaribu kuchange mind ya Musa, maana the instructions were clear, tupe ruhusa twende jangwani. Unajua wanadamu wakati mwingine Mungu anakupatia instruction, lakini wewe mwenyewe unaifuata, lakini hauifanyi venye unataka. Kumbuka Sauli akaambiwa enda uangamize Waamaleki wote, lakini akaenda akaangamiza na akaacha mfalme Agag na akaspea hizo mbuzi na kondoo zilizonona. Alifanya kile alichotumwa, lakini hakufanya vile alivyoagizwa. So Farao ni roho ambayo ina change kile Mungu amesema. Ni tu venye tu Mungu alisema in the beginning. Akaambia wanadamu kwamba matunda yote ya bustani mweza kula, ila ile matunda ya mti ujuzi wa mema na mabaya msiule. Lakini shetani akaja na version yake akaitwist. So roho ya Farao pia ina twist sauti ya Mungu, kuwa mwangalifu. Verse 28. Farao akasema, mimi nitawapa ruhusa mwende ili mchinjie Bwana dhabihu Mungu wenu jangwani, lakini hamtakwenda mbali sana. Haya, niombeeni. Ameanza kuweka nini? Vizingiti. Hamtakwenda mbali. Mtamtumikia Bwana lakini hamtamtumikia zaidi. Mtafanya faida lakini hamtafanya zaidi. Mtafanya miradi lakini hamtafanya zaidi. Yaani anakuwekea mipaka. Hautaenda zaidi ya hapa. Weka mkono wako juu, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kila mipaka ambayo nimewekewa na roho ya Farao, mipaka iliyowekewa walionitangulia kwa familia yangu, kwa kina baba na kwa kina mama, wakawekewa mipaka wasiweze kwenda zaidi, ambayo imetufuata katika kizazi chetu. Natangaza, ninainuka kama kuhani na kutangaza mipaka hiyo inaivunja kwa jina la Yesu. Navunja mipaka yote, ninavunja mipaka yote, ninapita nayo kwa jina la Yesu. Mipaka ya kifedha, mipaka ya kimaendeleo, mipaka ya kibiashara, mipaka ya kihuduma, mipaka zote ambazo zimewekwa na roho ya Farao katika ulimwengu wa kiroho kwa familia yetu, ninapita nayo, ninaenenda zaidi kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina. Exodus chapter 10 verse 10. Alafu tuombe ya mwisho tukimalizia. Exodus chapter 10 verse 10. Exodus chapter 10 verse 8 ndio tupate flow. Biblia inasema, Musa na Haruni wakaletwa tena kwa Farao, naye akawaambia, nendeni mkamtumikie Bwana Mungu wenu, lakini ni kina nani watakaoenda? Mungu alisema aje? Tupatie ruhusa tuende. Mungu hakuwa specific ni nani wanabaki, alisema tuende. Inamaanisha tunaenda wote. Ni kina nani wataenda? Farao akauliza swali nzuri. Musa akajibu, tutakwenda na vijana wetu na wazee wetu na wana wetu na binti zetu, tutakwenda na kondoo zetu na ng'ombe zetu, kwa kuwa inatupasa kumfanyia Bwana sikukuu. Mstari wa 10. Lakini Farao akawaambia, Bwana na awe pamoja nanyi kama nitakavyowapa ruhusa kwenda zenu pamoja na watoto wenu. Angalia, kwa kuwa pana uovu huko mbele yenu. Verse 11. Sivyo, endeni ninyi mlio watu wazima mkamtumikie Bwana, kwa kuwa ndilo jambo mtakalo. Nao walifukuzwa usoni pa Farao. Farao amesema aje? Endeni watu wakubwa. Hebu angalia wale wenye wanateseka hapo nje, shetani anawaingiza kwa ulevi, kwa mambo yasiyokuwa sawa. Unaona watu wanauana, ni kina nani? Ni vijana. Farao ameruhusu wazazi waende kanisani, vijana wabaki. So shetani anadeal, hii ndio kitu yenye anaendeleza. Anaruhusu wazazi waende, wale wenye wamezeeka wanaenda kanisani, vijana wanabaki hapo, ndiye anawaingishia mambo yasiyokuwa sawa. Weka mkono wako juu, sema kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Yoshua akasema,
katika Yoshua 24:15 ya kwamba mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Nainuka na kutangaza, mimi na kizazi changu tutamtumikia Bwana katika jina la Yesu. Roho ya Farao nimekutambua na ninakupinga kwa jina la Yesu. Hautazuilia watoto wetu kwenda kanisani. Natangaza ongezeko la vijana kanisani, natangaza ongezeko la watoto. Kila mashambulizi ya vijana wasiweze kumtumikia Bwana inakatana nayo. Inakiri kuanzia leo vijana wetu na watoto wetu tunatumikia Bwana na wao tunamtumikia Bwana pamoja nao katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Exodus chapter 10 verse 24, tumalize na hapo. Exodus 10:24. Nimerukaruka bwana, muda wanipa kisogo. Exodus chapter 10 verse 24. And Pharaoh called unto Moses and said, Go ye serve the Lord only. Let your flocks and your herds stay behind. Let your little ones go. Kwa Kiswahili, Farao akamuita Musa akamwambia, haya nendeni mkamtumikie Bwana. Sio kenye mnataka, enda basi, enda. Lakini kondoo zenu na ng'ombe zenu tu ndio waachwe. Mlisema mnataka kwenda na watoto, endeni na wao, lakini kondoo wabaki. Hebu angalia kiasi cha watu. Yesu hapa Farao anaruhusu watu waende, lakini anasema hamtamtumikia Bwana na mali yenu. Deuteronomy chapter 8 verse 18, Bible inasema utamkumbuka Bwana Mungu wako kwa kuwa ni yeye aliyekupa nguvu ya kupata utajiri. Weka mkono juu, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ninatangaza kuanzia leo na kuendelea, nitamtumikia Bwana pamoja na mali zangu, nitamtumikia Bwana na mali yangu katika jina la Yesu. Kila roho ya kufanya nisiweze mtumikia Bwana na mali yangu inainuka kinyume na wewe, roho ya Farao, na ninatangaza kuanzia leo na kuendelea, nitamtumikia Bwana na mali yangu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sema amina. Nataka kwa dakika moja tukaweze tuombe ombi mbili alafu tumalize. Ombi la kwanza, Great Commission. Great Commission kuna mambo matatu. Ya kwanza, kufikia kwenye dhambi na habari njema za Yesu Kristo. Ya pili, kufanya follow up kwa wale ambao wamevunjika moyo na wakaacha wokovu, tuwarejeshe tena. Ya tatu, kualika watu kanisani. Nataka tumwambie Bwana tupatie roho wa ujasiri, utuondolee roho wa uoga. Alafu ya mwisho tutaombea mtumishi wa Mungu na tutamaliza. Nyosha mkono wako, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Imeandikwa kwamba Bwana Mungu haukutupatia roho wa uoga. Inainuka na kutangaza, inapoinuka siku ya leo kwa ajili ya kuobey the Great Commission, kufikia wenye dhambi na habari njema za Yesu Kristo, kwa ajili ya kufanya follow up kwa wale waliovunjika moyo na kurudi nyuma, kwa ajili ya kualika watu kanisani. Inaomba Bwana roho wa ujasiri, inakataa roho wa uoga, inaomba pia roho wa utiifu katika jina la Yesu. Nipe kukubalika wale nitakao wafikia katika jina la Yesu. Pia ninasimama na kumwombea mtumishi wako, na kumwombea siku ya leo Bwana, kama vile umekuwa pamoja leo ukimtwalia na kumwezesha katika jina la Yesu, kumlisha ili aje atulishe sisi. Tunamwombea neema itokayo kwako, tunakiri mkono wako juu yake. Asante kwa kumwezesha mfalme kushinda roho ya Farao katika jina la Yesu. Utukuzwe Bwana. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini, sema amina. Mpendwa mtazamaji, nashukuru kwa kuweza kuandamana pamoja nasi. Ombi langu, eza kushare video hii na uwe baraka kwa wengine. Tuambie unatazama ukiwa wapi na vile ibada hizo zimekuwa za baraka kwako katika jina la Yesu. Baada hizo umeletewa kwako na kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho, pamoja na mie Apostle Tobias Flames of Fire. Umebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Samahani sana nimechukua muda wako. Tunafaa tuwe tunamaliza Morning Glory at 7:45. Leo nimemaliza 7.